Kwa majina naitwa Kanali Wilson Sakulo, mkuu wa wilaya ya Ngorongoro. Tuna utajiri mkubwa wa madini ya vito pamoja na dhahabu na madini mengine ya ujenzi. Lakini mpaka hivi sasa aliyejitokeza kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya uwekezaji ni Bwana Prosper Tesha, ambaye naye kwa namna moja au nyingine amekuwa akishirikiana pia na serikali ya wilaya, hususan halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro, kuhakikisha kwamba na yeye kwenye eneo lile la uwekezaji basi na sisi tunapata faida kutokana na uwekezaji wake. Kwa hiyo amekuwa ni mshiriki, kwa mfano kwenye masuala ya mwenge, mimi nina kumbukumbu naye kuisaidia jamii iliyopo katika eneo husika. Kwa hiyo wao watanufaika kwa kupitia ule uwekezaji wake pale anapotoa gawio lake kwa ajili ya maendeleo katika sehemu ile anayofanyia shughuli zake. Kwa hiyo ushirikiano kwa mwekezaji ni kitu cha muhimu sana, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa vifaa vyake, asihujumiwe, wampe ushirikiano wa kutosha. Kama kuna changamoto zozote basi zifike kwa utaratibu, na yeye najua kwa sababu ana maelekezo mahususi kuhusiana na kibali chake kwamba awahudumie jamii atakayoikuta, basi na yeye lazima atashirikiana nao kuhakikisha kwamba changamoto zao zinatatuliwa na kwa wakati. Kwa hiyo rai yangu kwao, wananchi wote watoe ushirikiano kwa wawekezaji wanapokuja katika wilaya yetu. Anaitwa Mwalimu Lioba Joseph Spemba, ni mkuu wa shule ya Jema Sekondari. Shule hiyo kiufupi imesajiliwa mwaka jana tarehe 23 mwezi wa kwanza 2024 ikiwa na usajili wa namba S6579. Lakini masomo rasmi yameanza tarehe 13 mwezi wa kwanza kulingana na mihula ya serikali ya masomo. Kwa hiyo shule ina jumla walimu 6 na watumishi wasio walimu 2, jumla watumishi 8 na wanafunzi 83, lakini wanafunzi waliopangwa hapa ni 107. Kwa wengine wajeza kuripoti kutokana na sababu mbalimbali za kuhama au na kushindwa kufika shule. Mimi niweze kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuanzisha shule na kutoa support katika kipaumbele hasa katika kata yetu ya Odonyo Sambu. Hii shule ni ya wananchi lakini inashirikiana na serikali. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama kwa kuweza kupambania maendeleo hasa katika elimu kwenye eneo hili. Mwekezaji wa uchimbaji wa madini amekuwa mfadhili mkubwa, ameweza kusaidia katika upauzi wa jengo la utawala na madarasa 4. Kwa hiyo ni mtu muhimu sana, naye tunaweza kumshukuru kwa namna ya kipekee. Mwekezaji wetu Prosper Daudi Tesha ni mtu muhimu na ni kiungo muhimu katika shule hii. Mara nyingi tukiwa na changamoto basi tunamkimbilia na huwa hasiti katika kutusaidia kwenye changamoto zetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunamwomba asiache kuendelea kuisupport shule hii. Shule hii bado ni changa, changamoto ni nyingi sana. Nadhani umeshaambiwa na mwenyekiti, changamoto nazo nyingi, tuna upungufu wa nyumba za walimu, tuna uhaba wa thamani za shule, tuna changamoto ya maji, changamoto ya umeme na miundombinu mingine kama vile vibao vya shule, hatuna bado baadhi ya vitu kama bendera, picha za viongozi wetu. Kwa hiyo nikipenda kumuomba tunapomsogelea basi asiweze kukata tamaa, aone ni sehemu yake ya jukumu katika kusaidia sisi wanajema. Hii itachangia sana vile kuweza kutoa matisha kwa pande zote mbili, kwa walimu na hata kwa wanafunzi. Basi vile ni mshukuru mwekezaji wetu Bwana Prosper Daudi Tesha kwa kazi nzuri anayofanya kwenye kijiji chetu, hasa kwenye uongozi wangu. Kwa kweli amenipa faraja na tumeweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kama nilivyoeleza hapo mwanzo kwenye manufaa tuliyopata ni pamoja na hizo bati alizozitoa za kawaida, hizo pisi 200 kwa ajili ya kuwezeka madarasa 4 na hizo pisi 200 za msausi kwa ajili ya kuwezeka jengo la utawala, lakini vile mifuko ya simenti iliyobaki kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa na jengo la utawala. Kwa hiyo kumekuwa na mchango mkubwa sana ya yeye Bwana Prosper Daudi Tesha, na yeye amekuwa ni faraja kubwa hasa kwa chama chetu na serikali yetu. Kwa hiyo namshukuru Bwana Daudi Prosper Tesha kwa uwezeshaji mkubwa na ameweza kutusaidia sana na baadaye kufikia malengo. Prosper Daudi Tesha ni mchimbaji wa madini katika kijiji hiki cha Jema. Na kama mnavyojua waandishi wa habari, mimi ni mwenyekiti wa madini ya vito FEMATA. Katika eneo hili tulilopo sasa ni kijiji cha Jema na ni shule ya sekondari ya Jema. Katika mchango kwenye jamii, hasa nikiwa mchimbaji na mwekezaji ninayewekeza katika kijiji hiki,
tumefanikiwa hasa kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika maendeleo hasa kwenye sekta ya elimu. Tumefanikiwa kama wachimbaji wadogo na kama ni mchimbaji mdogo, tumefanikiwa kutoa simenti 800 za ujenzi wa shule hii. Lakini pia tumefanikiwa kutoa mabati 400 kwa ajili ya upauzi wa madarasa na nyumba ya East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.